Ujenzi wa contemporary hii ndio hidden roof bora zaidi isiyovuja na ni ya gharama nafuu. Nisikilize kwa makini na uweze kujifunza zaidi, ili uweze kujifunza vizuri na uweze kutofautisha. Ninachokizungumzia hapa ni hiki: maelezo kuhusu hidden roof, paa lililojificha. Nikimaanisha leo nina ramani mkononi na nitatoa maelezo mafupi kidogo. Nimewahi kuelezea mara nyingi kuhusiana na miundo mbalimbali ya paa, lakini kuna jambo moja muhimu kuhusu hidden roof ambalo sijawahi kulizungumzia kwa kina kwa wadau wangu wa Mjenzi wa Nyumba TZ. Kwa ufupi, hidden roof zimegawanyika katika aina kuu mbili. Hidden roof ya kwanza ninaanza kuelezea, hidden roof yenye kufunika bati kabisa kama mnavyoona hapo. Aina ya kwanza ni hidden roof yenye muundo mgumu zaidi. Katika mfumo huu, bati halionekani kabisa kutoka nje. Paa huzungukwa na kuta pande zote nne. Mara nyingi kunakuwa na mifumo ya mabomba ya kupitisha maji, yani drain pipe. Sehemu ya juu inaweza kumwagiwa ile tunamwaga zege, ili kuongoza maji sehemu maalum, yote yaelekea upande mmoja. Kwa sababu ya maandalizi hayo mengi, inahitaji waterproofing ya hali ya juu, inahitaji ufundi makini sana, ina gharama kubwa ya ujenzi. Na ukweli ni kwamba aina hii ndiyo inalalamikiwa sana kuvujisha maji wakati wa mvua kama kazi haijafanywa kwa ustadi mkubwa. Ukiwa na fundi asiye makini katika maandalizi ya paa la aina hii, kuna uwezekano mkubwa nyumba ikaanza kuvuja maji baada ya muda. Sasa leo ninayozungumzia hapa ni hidden hii ya pili. Ndio nisikilize kwa makini, ndio kiini cha somo hili. Hii ndiyo hidden inayomwaga upande mmoja, ndiyo ninayoizungumzia hapa. Aina ya pili ndiyo ninayoelezea leo. Hii ni hidden roof rahisi zaidi ambayo paa lake inamwaga maji upande mmoja. Bati halionekani pande tatu za nyumba, lakini linaonekana upande wa nyuma. Kwa kawaida mbele ya nyumba, upande wa kushoto, upande wa kulia, bati halionekani kabisa kwa sababu imezungukwa na ukuta wa juu. Lakini ukifika nyuma ya nyumba, ndipo utaona upande ambao maji yanamwaga. Kwa nini mfumo huu ni mzuri? Katika uzoefu wangu wa miaka 20 niliofanya fundi kwenye sekta ya ujenzi, hii ya hidden roof ina faida nyingi. Haina complication nyingi za ujenzi. Gharama zake ni ndogo ukilinganisha na hidden roof niliyotoka kuelezea sehemu ya kwanza ya kufunika kabisa. Hatari ya kuvuja maji ni ndogo sana. Ni rahisi kutengeneza slope ya kuondoa maji. Kwa kifupi, ni moja ya mfumo bora ya hidden roof kwa nyumba za makazi. Muonekano wa nyumba na matumizi yake. Kawaida katika upangaji wa nyumba, sehemu ya mbele ndiyo inayobeba muonekano, tumezoea kuita show off, muonekano wa nyumba. Hapo ndipo wageni wengi wanaona hiyo nyumba. Lakini sehemu ya nyuma mara nyingi hutumika kwa shughuli za familia kama vile kufua nguo, kuanika, shughuli za kawaida za nyumbani, hata kukatakata mboga ukaa upande huo. Kwa hiyo sio lazima sana sehemu ya nyuma iwe na mapambo mengi. Ndio maana mfumo wa hidden roof unamwaga maji nyuma, ambao ndio unaoelezea, unakuwa suluhisho zuri sana kwa nyumba za kisasa. Jinsi paa hili linavyojengwa kitaalamu. Ukuta wa juu hujengwa sawa baada ya mkanda, na kimaanisha ile ring beam au rinta. Tofauti yake huja wakati wa kutengeneza kenchi. Hapo ndipo slope ya paa kutengeneza sasa kupitia king post ambayo ielekezwe pande mmoja. Urefu wa slope hutegemeana, au urefu wa slope, urefu wa king post hii huwa inategemeana na ukubwa wa nyumba, upana wa paa. Lengo kuu ni kuhakikisha maji yanatoka haraka na hayakai juu ya paa. Hitimisho:
Kwa uzoefu wangu katika sekta ya ujenzi, kama unataka nyumba nzuri, nyumba yenye muonekano wa kisasa, nyumba isiyokuwa na gharama kubwa na paa lisiloleta matatizo ya kuvuja maji, basi Hayden Roof inaomwaga upande mmoja ni chaguo zuri sana. Ni muundo rahisi wa gharama nafuu na unaodumu kwa muda mrefu. Ukifanya na fundi mwenye uzoefu, utatoa kitu bora sana. Huduma zetu Mjenzi wa Nyumba TZ. Tunatoa huduma mbalimbali za kitaalamu katika sekta ya ujenzi, ikiwa ni pamoja na kuchora ramani za nyumba za kisasa, ramani za makanisa ya shule na majengo makubwa, makadirio ya gharama za ujenzi nikimaanisha BOQ, ushauri wa kitaalamu kuhusu ujenzi, mipango ya matumizi sahihi ya vifaa vya ujenzi. Basi ukitaka kuzipata hizi huduma zetu, wasiliana na mimi kwa simu namba 07 12 93 70 90. Hii ni simu ya kawaida au unaweza kunitumia message za kawaida. Pia vile vile unaweza kuwasiliana na mimi kwa njia ya WhatsApp na Telegram kwa 07 65 93 70 90. Isitoshe tuna email yetu ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia vile vile website yetu ni mjenziwanyumbatz.com. Ukitaka kwenda kwenye kutembelea elimu kama hizi kwenye blog ni hiyo mjenziwanyumba.blogspot.com. Mjenzi wa Nyumba TZ, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Asante kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu nyingine zaidi na zaidi. Shukrani.